Na mtazamaji wa Channel Plus habari, huu ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Vikosi vya Simba na Yanga tayari vimetua visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo mkubwa wa Kariakoo Derby utakaopigwa Machi mosi katika dimba la New Amani Complex, ambapo Yanga ni mwenyeji wa mchezo huo. Mashabiki kutoka pande zote wameanza kuwasili Zanzibar kuongeza hamasa ya derby hiyo inayosubiriwa kwa hamu kubwa. Na kuelekea mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amesema kuwa mchezo huo wameupa jina la Damaro Day, likiwa ni kauli mbiu maalum yenye lengo la kuongeza hamasa kwa mashabiki na kuupa uzito wa kipekee mchezo huo mkubwa zaidi hapa nchini. Kamwe ameeleza kuwa maandalizi yanaendelea vizuri, huku akiwahamasisha wanachama na mashabiki wa Yanga kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu yao katika dimba la New Amani Complex, wakiamini kuwa Damaro Day itakuwa ni siku ya historia kwa klabu hiyo. Baada ya kufanya tathmini ya kina, tumekubaliana mechi ya tarehe 1 mwezi wa 3 ambao ni Kariakoo Derby itakaopigwa Guantanamo Bay pale Zanzibar. Mechi hii ni mechi maalum kwa ajili ya Mohamed Damaro. Kwa hiyo hii mechi itaitwa Damaro Day, alafu chini unaweka kizalendo zaidi. Yaani kama unaanguka hivi, kizalendo zaidi. Damaro Day, kizalendo zaidi. Mtoko uko vipi wanangu? Mtoko ni simple tu. Siku hiyo njoo na kadi yako ya NIDA ambayo umejisajili wewe kuwa Mtanzania, njoo na passport yako kusafiria, njoo na kitambulisho chochote kile kinachokuonyesha kwamba wewe ni Mtanzania, wewe ni mzalendo wa taifa hili. Kama huna vyote, njoo hata na kabendera tu ka Tanzania. Huna hilo, ichore tu hata bendera ya Tanzania hapa, alafu andika Damaro Day. Yameanza kunoga kuelekea derby hiyo ya Kariakoo. Kwingineko, serikali ya mkoa wa Arusha imeeleza kuwa ujio wa TRA United FC jijini Arusha si tu kichocheo cha maandalizi ya AFCON 2027 bali ni fursa ya kiuchumi kwa wakazi wa mkoa huo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuipokea timu hiyo itakayocheza michezo yake ya nyumbani katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amesema uwepo wa timu ya ligi kuu ya NBC utafungua milango ya biashara kwa wajasiriamali, sekta ya hoteli na usafirishaji. Katika majiji yanayoongoza ukusanyaji wa mapato na kuchangia pato la taifa baada ya Dar es Salaam ni Arusha. Kwa hiyo umehamia kwenye mkoa sahihi. Wananchi wa hapa ni walipa kodi wazuri, ni wazalendo, na kwa kulipa kwao kodi wanachangia miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa upande wake, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Arusha Matthew Dismas amesema TRA imejipanga kuhakikisha timu inakuwa sehemu ya jamii kwa kushiriki shughuli za kijamii na kuhamasisha vijana kujikita kwenye michezo. Moja kati ya shughuli za kijamii ambazo wananchi wengi wanazifuatilia ni michezo. Na mchezo unaopendwa zaidi, naweza kusema nambari 1, ni mchezo wa mpira wa miguu. Kama wachezaji tunashukuru kwa nafasi hii ya kuwepo hapa Arusha, na tunaahidi tutapambana kadri tunavyoweza kama timu ili kuhakikisha tunafika na tunafanikiwa katika timu. Sote kwa ujumla tunaomba ushirikiano mkubwa kama viongozi wetu ambao mpo mbele kutuongoza ili tuweze kufika katika malengo yetu kama wachezaji. Ujio wa TRA United FC unaonekana kuwa mwanzo wa sura mpya ya michezo Arusha, huku faida zake zikitarajiwa kuonekana si tu uwanjani bali pia katika ukuaji wa uchumi wa mkoa. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Baraza la michezo la
Taifa BMT limetoa pongezi kwa makatibu tawala wa mikoa ambao pia ni wenyeviti wa kamati za michezo za mikoa kufuatia ushirikiano mkubwa waliotoa wakati wa ziara ya kikazi iliyofanyika kati ya Februari 16 hadi 22 mwaka huu 2026 katika mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Mara, Mwanza, Geita na Kagera. Afisa michezo mwandamizi wa BMT Charles Maguzu ameeleza kuwa mapokezi mazuri na ushirikiano uliotolewa tangu mwanzo wa ziara hiyo umewezesha kufanikisha mikutano na kamati za michezo za mikoa pamoja na wadau mbalimbali. Amesema hatua hiyo imesaidia kujadili kwa kina maendeleo ya michezo katika ngazi ya mikoa, kubaini changamoto zinazokabili sekta hiyo na kuweka mikakati yao ya kuimarisha miundombinu, usimamizi na ukuzaji wa vipaji kwa vijana. Ziara hii ilikuwa ni kukutana na wajumbe wa kamati za michezo za mikoa na kuweza kushauriana nao namna gani wanaweza wakashirikiana kwa ajili ya kuweka mikakati thabiti ya kuendeleza michezo katika maeneo yao. Kimsingi mambo makubwa ambayo tumeyasisitiza ni kufanya kazi kwa pamoja, kuwa na ubunifu katika kutafuta vyanzo vya fedha katika kuendesha michezo, hususan kugharamia timu zao za mikoa, lakini pia kuweka mikakati ya kujenga miundombinu ya kisasa ili wananchi wapate maeneo kwa ajili ya kuweza kucheza michezo mbalimbali. Wasiache kushirikiana na watu wenye mahitaji maalum. Watu wenye ulemavu ni kundi kubwa ambao lipo hapa nchini, linahitaji pia kushirikishwa kwenye michezo kwa ajili ya kuboresha vipaji vyao na kujenga uchumi wao. Tumewasisitiza wajenge pia academy na kwa ajili ya kuibua vipaji vya kuendeleza vijana kuanzia level za chini ili kusudi waweze kupata vijana ambao watakuja kulitumikia taifa katika michezo mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu amewajalia vipaji kuwa navyo. Tumewasisitiza waweke mipango ya kuongeza capacity building, yani taaluma ya michezo kwa wadau wao. Kwenye mashule walimu wa michezo walioko mashuleni wapewe mafunzo ya kutosha ili waweze kufundisha michezo wakiwa na taaluma hizo, lakini kwa wale ambao ni wajasiriamali, watu wa mtaani, nao wafikiwe na wataalamu wa michezo kwa kupitia programu zitakazosimamiwa na kamati za michezo za mikoa ili Watanzania wote wanaotaka kuwa makocha wawe makocha wanaofundisha vijana wetu wakiwa na taaluma ya kutosha kwa mchezo ambao wamepanga kufundisha. Taarifa hiyo inatupa tiketi ya kwenda kuangaza yaliyojiri kimichezo kwa upande wa habari za kimataifa. Ligi ya mabingwa Ulaya iliendelea usiku wa jana kwa michezo ya mwisho ya hatua ya mchujo, huku timu 4 zikipata nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya 16 bora. Katika mchezo uliovuta hisia za watu wengi, klabu ya Atalanta Bergamo ya nchini Italia iliibuka na ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Borussia Dortmund. Ushindi huo uliiwezesha Atalanta kufuzu kwa jumla ya mabao 4-3 na kutinga hatua inayofuata ya mashindano hayo makubwa barani Ulaya. Nchini Hispania, mabingwa wa muda wote wa Ulaya Real Madrid ilichapa Benfica kutoka nchini Ureno kwa mabao 2-1 na kuhakikishia kusonga mbele kwa jumla ya mabao 3-1. Nchini Ufaransa, mabingwa watetezi wa Ulaya PSG ilitoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya AS Monaco, lakini PSG walifanikiwa kufuzu kwa jumla ya mabao 5-4 baada ya matokeo ya mechi 2 za mwanzo. Nao mabingwa mara 2 wa Ulaya Juventus iliibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Galatasaray kutoka nchini Uturuki baada ya muda wa nyongeza. Hata hivyo, Galatasaray walifanikiwa kusonga mbele kwa jumla ya mabao 7-5. Kwa matokeo hayo ya jana, Atalanta, PSG, Real Madrid na Galatasaray rasmi wamekamilisha timu 16 zilizotinga hatua ya mtoano, ambapo draw itapangwa kesho na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutuangazia hayo kwa upande wa michezo kimataifa. Na sasa tukaangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo msanii nguli wa muziki wa Bongo Flava na mdau wa sanaa Ambwene Yesaya maarufu AY ametembelea ofisi za Baraza la Sanaa la Taifa BASATA jijini Dar es Salaam na kufanya kikao na kaimu katibu mtendaji Edward Buganga. Ziara hiyo imelenga kuendelea kuchochea maendeleo ya sanaa nchini na kuimarisha ushirikiano kati ya wasanii na mamlaka zinazosimamia sekta hii.
hiyo. AY amesisitiza umuhimu kwa wasanii na wadau wa sanaa kujitokeza na kujisajili rasmi kupitia BASATA ili waweze kutambulika kisheria, kulinda kazi zao na kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa ndani na nje ya nchi. Ameeleza kuwa urasimishaji wa kazi za sanaa ni hatua muhimu katika kukuza tasnia hiyo, kuongeza thamani ya ubunifu wa wasanii na kuimarisha mchango wa sanaa katika uchumi wa taifa. Nimekuja hapa kuwahimiza wasanii wenzangu au wadau wote wa sanaa kujirasimisha BASATA ili iweze kutambulika kwenye system ya BASATA na uweze kazi zako zikawa zimelindwa na zikawa zikiwa katika mpangilio unaoeleweka wa kimfumo wa BASATA. Kwa hiyo nawahimiza sana wasanii wenzangu wa sanaa waweze kuja BASATA wakajiandikisha na baada hapo kazi zako zikawa zinatambulika kiofisi zaidi. Na mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Anarudi hapa mwenzangu kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.